Swali liliulizwa kwa uchache sana. Sawa, ameuliza hatuingilii maamuzi ya wizara, lakini tunalieka vizuri. Je, kuzunguka na kusikiliza maoni yupo ndani ya wakati, waziri? Kabisa. Yuko wakati sahihi kwa sababu ndio wakati ambao vijana wanapeleka hoja za msingi. Na nilikuwa nazungumza na baadhi ya vijana pale nikawaambia, yani wakati huu kwenye matarajio, yani miongoni mwa matarajio makubwa kwa vijana, ni wakati ambao tunahitaji engagement over reports. Sijui kama mnaelewa. Yani waziri asikae ofisini akasubiria ripoti eti kuna tume au kamati ya watu fulani wako mtaani wamekuja na makaratasi haya hapa. Badala yake waziri atoke mtaani awasikilize vijana, hoja zao zifanyiwe kazi. Engagement over reports ni matarajio makubwa ya vijana. Sasa nataka kusema kwamba kuna mtu aliuliza swali zuri sana pale. Nimependa, na ni mwanafunzi. Anaonekana yuko makini sana. Vijana wa Tanzania wasikate tamaa na taifa lao. Tanzania ni dude kubwa sana. Tanzania ina kilomita za mraba 9,048,740. Tanzania ni dude kubwa. Yani kwa lugha nyepesi, ukachukua Rwanda, Uganda, Kenya, Burundi, labda na kieneo kidogo cha Sudani Kusini, ndio unaipata Tanzania moja. Watu hawajui. Sasa dude kama hilo, maendeleo yanakuwa ni mchakato, si ndio? Sasa kuna mtu mwingine atakwambia, mbona Rwanda amepiga hatua sehemu fulani? Kwa nini Tanzania haijapiga hatua? Sasa sio hivyo. Tunakwenda taratibu, lakini hayo mambo ni ya msingi pia yanahitajika. Sasa walizungumzia kitu cha elimu tunayopewa kwamba ni ya nadharia sana kwa maana ya theory na sio practical. Ni kweli, lakini kuna vijana ambao wamekuwa na ubunifu mkubwa sana, lakini wameshindwa kuendelezwa. Niliwahi kuzungumza na wanafunzi wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam juzi wakati nafanya mahojiano na best student anaitwa Diocles Mtema. Pata 4.8 kutoka kwa ICT hapo. Ana vijana wenzake wana mfumo, tena bahati nzuri kuna mtaalamu wa kilimo hapa nitamuunganisha naye. Wale wameunda mfumo ambao unasaidia kupima rutuba ya ardhi. Kwamba hiki kitu nitakwenda kulima zao gani? Ili zao nikililima je litatoka? Uwezekano hupo. Kwa hiyo unakuta ni mawazo mazuri. Kwa mfano wazo kama hilo alimsaidii tu mkulima. Linasaidia pia na watu wa benki. Mtu akija kuomba mkopo kwako, unatumia hicho kifaa ama hiyo program tumizi ama application kupima, unampa mkopo kwa sababu una uhakika utazalisha. Hayo mawazo yapo. Utekelezaji wake ukoje? Usaidizi kwa hao vijana ukoje? Jambo la msingi. Alafu pia mimi nafikiri kuna mambo ambayo wanatarajia pia vijana ni kuwasaidia kuaccess education, kuwawezesha kupata elimu kwa uhakika. Kumekuwa na changamoto ya wanafunzi wa chuo kikuu wanazuiwa kufanya mtihani. Yaani mtu anaambiwa ulipe ada ndio ufanye mtihani. Maana kuna watu wengi wanakwama kwa sababu hawajalipa ada, si ndio? What if wangezuia matokeo sio kumzuia kufanya mtihani? Manake mtu angepambana alipe ada aone matokeo yake, si ashafanya mtihani. Kwa vitu kama hivyo pia vinawahamasisha vijana kuendelea na kuwa na mtazamo mzuri wakati wanatafuta maendeleo katika taifa lao. Lakini kitu kingine kwenye matarajio namalizia ni kuwekeza kwenye utekelezaji wa sera ambazo zinalenga kuinua taifa. Nimemsikia Waziri Dr. Nanauka anasema vijana tuyajenge, Tanzania ni yetu, si ndio? Msemo mzuri sana. Ukienda taifa lolote, kila watu wana msemo wao ambao unawabeba. Kwa mfano Korea, wana creative Korea. Korea ya ubunifu, vijana ndio slogan wanayobeba. Rwanda tu hapo wana kitu kinaitwa Agakiro. Agakiro manake ni utu, sawa? Ni heshima, ni upendo. Yaani vijana wamepewa huo msingi. Nenda Marekani kuna MAGA. Tena sasa hivi ni MAGA phase 2. Mnaionaga kofia ya Trump Make America Great Again. Kwa hiyo wanapambana kuifanya Marekani iwe kuu tena. Kwa vijana wanahakikisha nchi yao inakuwa kubwa. Huwezi kukutana na Marekani anaongea vibaya kuhusu nchi yake. Bahati nzuri sana mimi nimefanikiwa kukutana nao wengi sana. Sasa na sisi lazima tuwe na hiyo.
tunaijengaje Tanzania. Ndio maana msemo ni mzuri, vijana tuyajenge, Tanzania ni yetu. Tanzania ni yetu kwa pamoja. Kwenye kuyajenga, vijana wanataka suluhu ya mambo haya yote ambayo wanayatarajia. Tutaendelea kuzungumza. Sawa.